Kwanza huyu Mama Samia mnayemuongelea sijui kama mnamfahamu. Dr. Samia Suluhu Hassan ana astashahada katika mafunzo ya takwimu Chuo cha Uchumi Zanzibar, ana shahada ya utawala wa umma Chuo cha Maendeleo ya Uongozi Mzumbe, amepata mafunzo ya elimu ya juu Chuo cha Utawala wa Umma Lahore, Pakistan, amepata mafunzo kwenye taasisi ya Eastern and Southern African Management Institute ESAMI, amepata mafunzo kwenye taasisi ya uongozi ya Hyderabad, India, astashahada ya utawala Chuo Kikuu cha Manchester kwa ajili ya masomo ya juu ya uchumi. Vile vile ana shahada ya uzamili ya maendeleo ya jamii kupitia Chuo Kikuu Huria na Chuo Kikuu cha Southern New Hemisphere kilichopo Marekani. Rais Samia amepata honors nyingi, au tunasema amepata udaktari wa heshima. Amepata udaktari wa heshima Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amepata udaktari wa falsafa Chuo Kikuu cha India, amepata udaktari wa falsafa na utalii Chuo Kikuu cha Zanzibar, amepata udaktari wa heshima kwenye masuala ya uchumi Chuo Kikuu cha Ankara kilichopo Uturuki, amepata udaktari wa heshima kwenye masuala ya anga Southern Korea. Lakini pia Mheshimiwa Rais amepata tuzo mbalimbali. Mheshimiwa Rais anatambulika kama the African Road Builder kwenye tuzo ya Baba Kandiaye Trophy. Amepata tuzo ya Care Impact Award kwenye masuala ya afya kupitia Care International. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais anatambulika kwenye Forbes list of 100 women most influential kwa miaka 3 mfululizo. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Na kubwa kuliko yote, amepata tuzo ya the Global Goalkeeper Award iliyotolewa na Gates Foundation kama mwanamke ambaye amefanikiwa kupunguza vifo vya kina mama kwa zaidi ya 80%. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Kwenye sekta ya elimu, mageuzi makubwa mimi nitataja moja alilofanya. Kubwa moja. Mheshimiwa Rais kwenye sekta ya elimu amefanikiwa kuboresha sera ya elimu na mafunzo. Sisi tuna sera ya elimu na mafunzo 2014. Lakini Mheshimiwa Rais tarehe 1 Februari mwaka 2025 alizindua maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Kipindi cha nyuma elimu ya msingi ilikuwa la kwanza mpaka la 7, si ndivyo ndugu zangu? Lakini kwenye maboresho ya sera hii mpya, sasa hivi elimu ya msingi ni kuanzia la kwanza mpaka la 6, ukimaliza unaenda form 1 mpaka form 4. Kwa hiyo elimu ya msingi ni miaka 10, kutoka miaka 7 ya msingi na miaka 4 ya sekondari. Lakini pia sasa hivi vijana wetu kwenye hii sera mpya, ukiingia form 1 kama mwanafunzi una uwezo wa kuchagua either uende kufanya elimu ya amali au ufanye elimu ya jumla. Kijana una uwezo sasa wa kuamua kwamba nitaenda kufanya elimu ya amali ama elimu ya jumla. Na nataka niwaambie ndugu zangu, Rais Samia ameanzisha shule za sekondari za amali 96 hapa nchini Tanzania. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Lakini pia Rais Samia kwenye elimu ya amali amejenga vyuo vya VETA, mpaka sasa vyuo 64 vya sayansi na mafunzo ya ufundi VETA. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Lakini pia Mheshimiwa Rais amejenga chuo cha ufundi Dodoma, chuo ambacho kunaweza kuchukua wanafunzi zaidi ya 3000 kwa wakati mmoja. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameweza kukarabati vyuo vya maendeleo ya wananchi FDC, vyuo 14 ambavyo navyo vinatoa mafunzo ya amali. Kwa hiyo kuanzia sasa ile changamoto ya vijana wetu kusema hatuna ujuzi, sasa hivi kuanzia form 1 mtoto ana uwezo wa kuamua aende kwenye shule za amali au aende kwenye shule za kawaida.